Mapenzi yalikuja kama ndoto, yakaondoka bila kusema kwaheri. Yoi. Ndani linawaka taratibu. Wewe. Nimebaki kumbukumbu. Siku ukifika hesabu makosa. Bahati mbaya gani jamani? Mbona unachanganya Joy? Nilitoa moyo bila kipimo. Wewe, Joy amka. Joy amka. Ukafa ukazimia. Oya Joy, hebu acha masiala basi. Lakini simulizi Ni mkosi gani kwa babake? Mganga. Mganga. Hapa si ndo kwa mganga nilipoelekezwa. Na sijui katoka kaenda wapi. Alafu hivi ndo vifaa vyake vya kazi. Waganga wengine bwana. Na hii si kidaka kicha nazi jamani. Kama kopokopo sa. Ila waganga. Umemoga, tulia hapa, tulia hapa. Pumbafu we. Tulia hapa. Ulikuwa na gusa vyangu utawaza sagisi ni kajanja kumbe kamoga. Tulia hapo, sawa shida yako. Sasa. Sawa shida yako. Mganga. Tulia. Nishajua hiyo shida yako. Si uko na desemware bwanako. Uko na mchiti yani. Sawa, endelea. Yaani mimi hapa nimekuja nilikuwa naomba dawa, nataka nimloge mume wangu kwa sababu aweze kutulia na mimi tu asitembee na wanawake. Pumbafu, sina uko na mchiti we. Na mchiti ila kidogo tu. Kidogo kwa kuchiti. Bwana wako anakuchiti na wewe unamchiti, lakini wewe ndio wa kwanza kutafuta dawa. Naomba nisaidie. Usijali sasa. Hapa kwangu dawa unapata. Unaona mimi nilikuwa kwanza huko Makalemi, Uvira, Bukavu, ndio narudia sasa hapa. Yaani nataka nimfunge kabisa atulie, yani awe na mimi tu basi. Usijali dawa utapata. Unaona huko kwenye nilikuwa huko. Sikukuwa hapa tena Tanzania, nilikuwa Kongo huko, Kalemi, Uvira, ndio kwenye nimekuwa na hiyo dawa. Hata kama umeikuta hapa hiyo dawa, ilikuwa hapo kipepo, lakini mimi nimeileta hewa. Ndio hiyo hapo sasa dawa. Hakikisha dawa yenyewe nakupatia unazingatia masharti. Sawa, shika kamata dawa hapo. Kamata dawa. Shika dawa. Shika dawa hiyo. Shika hiyo mzuri mikono miwili kwanza. Shikilia hivyo. Unaona hiyo dawa hiyo? Hiyo dawa hakikisha unakaza masharti. Unaibanililia bien. Hakikisha hiyo dawa hiyo unaimwangilia pale kumulango pale. Wa kwanza kuingia akwe bwana kusoko na chiti bwanako. Na yeye kuna kuchiti. Ndio. Sasa wa kwanza akwe bwanako. Wewe ukiingia mbele unapata matatizo. Kongo. Kongo wanasema problem. Unapata problem. Zingatia dawa hii. Kwa hiyo hapa ndo vumbi la Kongo? Hiyo sio vumbi la Kongo, hiyo ni dawa juu ya kufunga bwana wako asikwe na kuchiti. Maana wewe uko na bezoa vumbi la Kongo. Sawa. Yaani mimi niko makini sana. Siwezi kukosea masharti. Hakikisha gisi ulikuwa nagusa hiki ndio gisi ulikuwa makini kugusa hii ndio gisi ukwe makini na kudawa. Sasa sikia. Nataka ondoka hivi. Franga ziko wapi? Siku nyingine mganga. Siku nyingine kivipi yani? Nikirudi hautanipa lift hapa. Si wewe unachiti bwana wako au nipi lift hapa? Au basi naondoka. Wewe nani kwani? Naona umevusha. Mimi ni mgeni wa Yoya. Nilishamwelekeza kwamba nakuja leo na kipengele.
Vipi, Imani mbona kama naijua hii? Hapana, hujui. Mrembo. Mambo. Wewe. Oya. Mwanangu wa Embe. Mwanangu amekufa huyo. Sawa mwanangu. Mwanangu sawa. Tulia. Oya, niache. Tulia. Nisikize. Ngoja mwanangu. Wewe mtoto wa kimume zangu ujue. Mimi ndo nyumbani wewe vipi? Nisikize. Kwa hiyo hii issue ambayo umeona hapa, wataka kwenda kuhadisia watu, si ndio? Sasa nisikilize. Kuna mambo hayo mawili. Kukubali kunisaidia au nikuue. Ukubali fresh. Nitakusaidia. Hicho ndio umesahau. Okay. Huyu kwenda kumzika sasa hivi ni uongo. Kwa sababu huyu kafa. Kafa? Ndio. Na saizi macho. Kwa cha kufanya tusubiri muda kwanza uende kidogo. Alafu tukamfikie polini. Kuna pole liko hapo. Basi hivyo unapoendelea kukaa nayo utakuwa msara. Mbele sioni na unakiza machoni kwa watu naigiza. Nilijua yai kumbe visa kuto moyoni. Habari yako mke wangu? Mume wangu karibu. Asante. Vipi, unaendeleaje? Sasa mume wangu, salamu, kwani tusalimiane nje hivi jamani? Yaani kama vile mpita njia. Na kwa nini upo nje? Mimi nijua utapita ndani moja kwa moja. Unajua nimehafilika, funguo nimeisahau. Basi. Yaani unajua leo siko sawa baby. Umesahau kwa wewe mwanamke wako? Achana na mambo. Mimi naomba niingie ndani bwana. Uone. Sasa uone vipi tena? Fukutoda. Anko, shikamoo. Mwezio yupo? Hapana, mke wangu hayupo. Anakwenda. Kiukweli hata mimi sifahamu anko. Ndio nipo kwenye process za kufuatilia na kujua yuko wapi. Mjomba, haya mambo nilishakwambia toka mapema. Yatakupa matatizo. Lakini wewe ulikuwa unaniona mimi kama vile mjinga fulani. Sasa haiwezekani mimi dada yangu apate matatizo kwa ajili ya haya. Hivi yuko hoi hospitali. Nakuja hapa kumuulizia mjomba wangu, unaniambia hayupo na hujui yuko wapi. Sasa mjomba wangu yuko wapi? Haya mambo mnataka mtuingize sasa kwenye mambo ya serikali. Mimi huko siendi. Mimi nitalia na wewe. Mjomba wangu ninamtaka. Tena angalia. Haiwezekani mimi dada yangu apate mipresha, msongo wa mawazo kwa ajili yenu. Sasa hili mimi sikubaliani nalo. Utanijua mimi nani. Namtaka mjomba wangu. Nakupa siku hizi 3. Endapo mjomba wangu hatopatikana, utatafuta mbeleko ya kunibebea. Mbele sioni na unakiza machoni. Joy!
Joy! Wenyewe! Mambo. Mbele sioni na unakiza. Umefuata nini nyumbani kwetu? Nilikuja kumuulizia Joyce. Niende naye tusheni. Joyce hayupo. Okay, sawa. Wewe, hebu rudi kwanza hapa. Nilisha kukataza urafiki wako na mdogo wangu Joy, lakini hutaki kunielewa. Sasa nakwambiaje? Kufika hapa nyumbani kwetu mwisho leo. Na endapo utarudi tena hapa, sitaongea tena kwa maneno. Si unaniona na chamba na imba taarabu? Sitaongea tena. Toka kwetu. Mbele sioni na unakiza. Shem, mambo? Safi, naambia. Poa tu. Samani. Nimechelewa kukutafuta kwa sababu ulinipea namba kwa madhumuni kwamba nikutafute. Lakini sasa baada ya mimi kushikwa na shida, nimeona umuhimu wa namba yako. Kuna issue moja Shem, naomba unisaidie kama utojali. Ndio. Hivi unaweza kuniambia urafiki wako wewe na mke wangu una muda gani labda? Urafiki wangu na mke wako Sabi hauna muda mrefu sana. Tumetoka kuaminiana hivi karibuni, na ndio maana umeona hata tumezaminiana mikopo. Usije ukafikiria labda tuna urafiki wa muda mrefu. Tumeonana suni na tukaja tukaaminiana. Si unajua sisi wanawake tunaaminiana kwa muda mfupi sana, lakini sio rafiki yangu kivile. Okay. Sawa, kwa sababu mpaka nafikia hatua na kuuliza hivyo ni kutokana na yale matatizo ambayo umenielezea kuhusiana na hayo mambo yenu ya mikopo, lakini pia kuna changamoto kidogo nilikuwa nahitaji kuifahamu kwamba mara yako ya mwisho wewe kuwasiliana naye ni lini? Mimi mawasiliano yangu na mke wako hatujawasiliana muda mrefu sana, na ndio maana ile siku nikaja pale nyumbani kwako kumtafuta. Maana simu zangu alikuwa hapokei na sasa hivi hapatikani kabisa. Kwani kuna nini shemeji? Hamna shida. Kwa kuwa mawasiliano yapo baina yangu mimi na wewe, basi kila kitu utakifahamu. Sawa, hamna shida. Na vipi sasa kuhusu wewe? Uko na mume? Hamna shida, mawasiliano si hapo. Tutawasiliana. Mbele sioni na unakiza machoni. Wewe, njoo. Vipi? Mbona kama unaniogopa? Kwa sababu uliniambia nikae mbali na familia yako. Tuachane na hayo. Sijakuitia hicho kabisa. Toka umemfuata mdogo wangu Joy, hajarudi nyumbani mpaka leo. Sasa nachotaka kukijua, mdogo wangu Joy yuko wapi? Mimi mwenyewe sielewi mdogo wako yuko wapi, maana toka siku ile sijaonana naye tena. Wewe ndo rafiki yake mkubwa. Yaani usije ukanidanganya chochote. Joy akitoka nyumbani huwa anaenda kwako. Sijui unanielewa? Kwa hiyo wewe utavonyambia mimi haujui mdogo wangu alipo, utakuwa unanichanganya. Naomba uniambie ukweli, mdogo wangu Joy yuko wapi? Sielewi, na hapa ndipo namtafuta yeye. Au kadondoka? Si unajua na matatizo yule. Sasa itakuwaje? Mbele sioni na unakiza machoni kwa watu naigiza. Nilijua yai kumbe viza, fukuto moyoni linaniliza. Naangaika usikimbie
Nimekuleta hapa ili nikuonyeshe kuwa na mimi nahitaji kuzikwa kama hawa. Kwa nini umenitupa? Kwa nini umenifukia? Nataka ukawaambie wazazi wangu kuwa ulinifikia pale ili wakanizike kwa amani. Na endapo utafanya hivyo kitakukuta kitu kibaya. Mbele sioni, naona kiza, machoni kwa watu naigiza. Nilijua yai